Bwana, karibu sana kwenye Sports Update. Hizi ni update za kisoka, ndicho kitu ambacho nakuletea hivi sasa, na kama bado huja subscribe YouTube channel yetu, basi subscribe ili uwe number 1 kupata habari zetu kutoka hapa JNR Mtita TV, rafiki namba 1 wa burudani na michezo. Bwana, Januari 12, 2026 ndio siku iliyoandikwa kwa herufi kubwa katika historia ya Yanga, wakati mabingwa watetezi wa ligi kuu bara Tanzania walipomtangaza rasmi utambulisho wa kiungo mshambuliaji Alan Okello kutoka pale Uganda The Cranes. Ujio huo uliwavutia mashabiki wa timu hiyo katika ukanda wote. Ulijiri baada ya Okello kukamilisha dili kubwa la usajili kutoka Vipers FC, hatua ambayo imechukuliwa kama mojawapo uhamisho wenye hadhi kubwa, hadhi ya juu zaidi kwa mchezaji wa Uganda kuelekea ligi kuu ya Tanzania. Okello mwenye umri wa miaka 25 na sifa kwa mchezaji mwenye ufundi katika eneo la kiungo mshambuliaji, alijiweka kwenye ramani ya soka la Afrika Mashariki kutokana na msimu wake aliyokuwa nao pale Vipers FC. Katika msimu wa mwaka 2024-25 akiwa na timu yake ya zamani, alifanya vizuri akiingia kambani mara 19 na kuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya Uganda. Alisaidia timu hiyo kushinda kombe la ligi na kombe la Uganda Cup. Kiungo huyo katika mechi za ligi wa kipindi chake nchini Uganda, Okello kwenye mechi 58 alizocheza amefunga mabao 24 na pasi 13 za mwisho, nikimaanisha assist, takwimu ambazo zinathibitisha uwezo wake kuwa ni mzuri. Usajili huo pia wa Okello unaibua rekodi nyingine ya kifedha, akiwa mchezaji wa pili ghali zaidi kutoka Vipers FC hadi kufikia kiasi cha dola 300,000 kama ripoti mbalimbali zinavyodai, akizidiwa tu na usajili wa Farouk Mia ambao ulikuwa ni mwaka 2016 kwenda Standard League. Ujio wa Okello ndani ya Yanga umeifanya uwe na orodha ndefu wa wachezaji kutoka Uganda waliowahi kucheza kwenye kikosi hicho. Sasa hapa nakuletea rekodi mbalimbali ambazo wameziacha. Swali, je, Alan Okello ataweza kutengeneza rekodi yake mwenyewe ndani ya Yanga kama alivyofanya nje ya timu hiyo, na hata kuvunja na kupanua mafanikio ya wachezaji waliomtangulia kama Hamis Kiza ambaye amejulikana kuwa na rekodi nzuri ya mabao na ushawishi mkubwa ndani ya klabu? Tuanze kuangalia rekodi za wachezaji wa Uganda ambao wamemtangulia Alan Okello ambao washapita hapa katika ligi kuu Tanzania bara. Tuanze na Hamis Kiza. Ni mshambuliaji ambaye ubora wake ulimfanya atumikie timu za Simba na Yanga kuanzia 2011 mpaka 2015, ndio kipindi chake cha kwanza kucheza Tanzania, akijiunga na Yanga na kuchezea mechi 80 za mashindano na kuifungia timu hiyo mabao 56. Hakuishia kuifungia mabao hayo tu, ambao ndio rekodi bora kuwekwa na mchezaji wa Uganda. Mshambuliaji huyo pia amepata bahati ya kutoa mataji mbalimbali kabla ya kutua Simba kwa msimu wa mwaka mmoja 2015-16 na kucheza mechi 30 na kuifungia mabao 24, yakiwemo 19 ya ligi kuu na 5 kombe la shirikisho. Lakini pia fahamu kwamba mshambuliaji huyo pia alipata pia nafasi ya kucheza Kagera Sugar. Akiwa Yanga alikuwa kivaa jezi namba 20 ambayo pia amekabidhiwa Alan Okello baada ya kujiunga na Yanga mapema dirisha dogo la usajili ambalo lilifunguliwa mwezi huu wa kwanza 2026. Mchezaji mwingine ambaye amecheza ligi kuu Tanzania bara ni Emmanuel Okwi. Bila shaka utakuwa unafahamu makali yake. Ni miongoni mwa washambuliaji bora ambao wameweka rekodi ligi kuu Tanzania bara kutokana na ubora kufumania nyavu aliyokuwa nao akianza kuitumikia Simba kabla ya Yanga kuvutiwa na ubora wake na kumshawishi pia atue pale Jangwani. Msimu wa mwaka 2014-15 Yanga walifanikiwa kunasa saini ya Okwi ambaye hata hivyo hakuweza kucheza kwa muda mrefu, kwani alitumika kwa nusu msimu, ambapo mshambuliaji huyo alitumika kwenye mechi 18 na kufunga mabao 9. Baada ya kutoka Yanga alirudi tena Simba, timu ambayo ndio ilimtambulisha ligi kuu Tanzania bara, akiichezea kwa mafanikio makubwa, ikiwa ni pamoja na kuwapa mataji mbalimbali na kutoa tuzo za ufungaji bora. Mchezaji mwingine kutoka pale Uganda anaitwa Juma Balinya. Juma Balinya alijiunga na Yanga kitokea klabu ya Polisi Uganda, ambapo alimaliza msimu wa mwaka 2018-19 kwa kuibuka mfungaji bora wa ligi kuu ya kwao Uganda, jambo ambalo liliwavutia mabosi wa Jangwani na kuinda saini yake ili kuongeza nguvu eneo la ushambuliaji. Mara baada ya kumalizana na Yanga kwa kusaini mkataba wa miaka 2, Balinya alitambulishwa na uongozi wa timu hiyo mbele ya wanachama katika hafla ya kuichangia Yanga iliyofanyika katika ukumbi wa Diamond Jubilee, Dar es Salaam. Mshambuliaji huyo licha kutoka na rekodi nzuri pale Uganda, lakini ndani ya kikosi cha Yanga hakuwa na namba ya kudumu na kujikuta anatumika katika mechi 15 tu, akifanikiwa kufunga mabao 2 tu. Na hapo ndipo uongozi wa Yanga na mchezaji huyo walipofikia makubaliano ya kuvunja mkataba. Mchezaji mwingine kama unamkumbuka ni Gift Freddy. Beki huyo wakati wa kimataifa kutokea pale nchini Uganda aliimbwa sana wakati wa usajili, lakini baada ya kutua alikutana na changamoto kubwa sana pale katika eneo lake, kwa sababu alishindwa kutoboa mbele ya walinzi watatu pale Young Africans ambao wanacheza eneo hilo la kati, ambaye ni Bakari Nondo Mwamnyeto, Dickson Jobu na Ibrahim Baka. Na tunakumbuka alitua Yanga msimu wa mwaka 2024-25. Alijikuta akicheza mechi 15 tu mpaka pale ambapo uongozi wa Young Africans
walipokuwa na makubaliano ya kumvunjia mkataba. Alisajiliwa akitokea Sports Club Villa ya pale nchini kwao alikocheza kuanzia msimu wa mwaka 2021 hadi 23. Alikulia kwenye akademi ya chuo kikuu cha pale Bugema na mwaka 2019 alibeba tuzo ya beki bora ya mashindano ya vyuo vikuu. Baada ya kufanya vizuri kwenye michuano hiyo, mwaka 2020 alisajiliwa na Gomba Lions na kutoa kombe la Masaza Cup. Alichaguliwa kuwa beki bora kabla ya kunaswa na Villa, lakini ndani ya Yanga alishindwa kufanya vizuri kutokana na ushindani wa namba ambao amekutana nao ndani ya kikosi hicho. Mchezaji mwingine ni Khalid Aucho. Ameondoka mwanzoni mwa msimu huu pale Young Africans akiitumikia timu hiyo katika mfululizo wa misimu 4 akiwa pangua kwenye kikosi cha Young Africans chini ya makocha wote ambao wamepita pale Young Africans. Aucho ameondoka akiwa ni sehemu muhimu ya mafanikio ya Yanga, akihusika katika mafanikio mfululizo wa mataji ya ligi kuu Tanzania bara, michuano ya ndani, pia akisaidia timu hiyo kufika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu wa mwaka 2022-2023. Aucho ambaye Yanga imemtambulisha Agosti 9, 2021 kuwa kiungo mpya kitokea Misri, klabu ya Al Makasa, amekuwa sehemu kubwa ya mafanikio ya ubingwa ndani ya klabu hiyo misimu 4. Licha ya kuwapangua kwenye kiungo cha ukabaji, ameifungia timu hiyo mabao 2 tu pekee. Kiungo huyo fundi kwa sasa anatumikia Singida Black Stars na pengo lake ndani ya Yanga linapambaniwa kuzibwa, lakini tangu ameondoka akisajiliwa pale Singida Black Stars, eneo la Young Africans pale wameongeza Musa Balakonte ambaye ametoa mwanzoni mwa msimu, na pia dirisha dogo amemuongeza Mohamed Damaro kutokea pale Singida Black Stars. Hizo ndio rekodi mbalimbali ambazo zimetengenezwa na wachezaji kutokea pale Uganda ndani ya Young Africans. Sasa ametoa Alan Okello, anaweza kuizidi rekodi hiyo. Tukiona tayari katika rekodi ya usajili kutokea Vipers, yeye anashika nafasi ya pili. Sasa vipi kwenye pitch akiwa Young Africans? Anaweza kufanya zaidi ya waliopita? Basi pitch itaongea, lakini nipe maoni yako kwa kiwango chake ambacho mpaka sasa kwa muda mfupi anakionyesha pale Young Africans. Niachie maoni yako hapo chini, lakini usisahau kusubscribe ili uwe number 1 kupata habari zetu. Udhamini mnene sana tunapewa na JNR Mtite Unisex Salon, ambapo tunakukaribisha sana katika saluni zetu zinazopatikana hapa Dar es Salaam maeneo mbalimbali. Buguruni Rozana pale mkabala na kota za polisi, tunapatikana Mtoni kwa Azizi Ali mkabala na zahanati ya Mtoni, tunapatikana Temeke Sudani pale kona ya kwenda Tandika, pia tunapatikana pale Mikwambe Mali Asili Kibada shule pale, na pia tunapatikana Tuangoma kwa Sako. Tembelea Instagram page yetu @officialgrmtita_unisex. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.